kuwekwa kwenye orodha ya wachezaji 10 ni rahisi, basi na wachezaji wa vilabu vingine wangewekwa vile vile. Ukimwona mchezaji amewekwa kwenye orodha ya wachezaji 10 bora Afrika, huyo tayari ni mshindi. Kwa hiyo Shomari Kapombe tayari ni mshindi baada ya kuwekwa kwenye ile orodha tu. Sasa sio kila mtu anawekwa kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho msimu uliopita, pamoja na chani yake humo. Wachezaji wangapi wameshiriki? Ni wachezaji wengi wameshiriki. Kwa nini amewekwa Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania na Afrika Mashariki? Kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club tunajivunia pakubwa mno Shomari Kapombe kukaa kwenye ile orodha, na hatuishi kujivunia tu, tunamhesabia kuwa ni mshindi wa tuzo ile kwa kufanikiwa kukaa pale, kwa sababu sio rahisi hata kidogo. Ingekuwa rahisi na wachezaji wa timu nyingine wangekuwepo, ungeona pale wachezaji wa timu nyingine na wenyewe wapo, lakini unamuona Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania. Kwa lugha nyepesi, Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania. Tunapozungumza, Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania tunapozungumza hapa, kwa sababu ameteuliwa na CAF, anawania tuzo ya mchezaji bora wa CAF, na Tanzania ni mwanachama wa CAF. Automatic Shomari Kapombe ni mchezaji bora wa Tanzania, na sio tu mchezaji bora wa Tanzania, ni mchezaji bora wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara kuelekea mpaka kwenye ghuba ya Uajemi. Shomari Salum Kapombe hakuna wa kumfikia. Sio rahisi kila mtu akaweza kukaa pale. Ingekuwa ni rahisi mno, ingekuwa ni rahisi sana, wangekaa pale. Sijui umeelewa eh? Kwa sisi tunajivunia Shomari Kapombe, tunamfurahia Shomari Kapombe, na tumeshamtangaza sisi. Sisi ni wale watu ambao huwa tusubiri mwisho ufike. Sisi tumeshamtangaza Shomari Kapombe ndiyo mshindi katika kile kinyang'anyiro, na tunamwambia kila laheri, azidi kuperform na kufanya vizuri ndani ya Simba Sports. Lakini sisi sio malimbukeni wa tuzo za CAF. Mwaka juzi tumechukua tuzo ya goli bora la CAF likifungwa na Pape Osman Sako, tikitaka 1.5 baisikeli hivi aliyofunga RS Berkane, goli kali vibaya mno. Al-Ahli Asik Mose sasa mnakumbuka kumbe. Kwa sisi haya ndio maisha yetu ya vinyang'anyiro vya kuania kwenye masuala ya CAF. Kwa na Shomari Kapombe ametutoa kimasomaso, tunamfurahia na tunajivunia yeye kweli kweli. Kama kuna mtu yoyote anabeza, mwambie na wewe weka mchezaji wako hapo. Hawaingii kwa mara manake ni udhaifu, kwa sababu mashindano kila mwaka yapo. Kuna mwaka haijachezwa ligi mabingwa Afrika. Kila mwaka upo. Asa mbona wenyewe hawaingii? Ni mambo ya riziki haya. Umeona sasa? Goli bora ambalo Simba tulitwaa kupitia Pape Osman Sako, cross ilitoka kwa Shomari Kapombe. Kapombe hajaanza leo, ni CAF tu ndo amemchelewesha kumuingiza kwenye kinyang'anyiro. Sijui wazee wanamtaga wazandiki. Lakini sisi kwetu Shomari Kapombe ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15 na siku 36, bado anakuwa. Bado hujamaliza? Ukichoka ondoka. Kibu Denis Prosper ambaye tumekuwa tukimuona akifanya makubwa kwenye mechi tu za kimataifa, lakini kwenye ligi hatupati ile ladha kama tunaipata kwenye mechi za kimataifa. Ina maana nini? Kibu Denis Prosper kwanza anatakiwa apate ulinzi Kibu D. Maana mambo aliyofanya kule Eswatini ni mambo ya hatari sana.
Kibu ni mchezaji mkubwa, na mchezaji mkubwa utamwona kwenye a very big moment, lakini mchezaji yoyote huwa anapanda shuka. Kwa hiyo kuna wakati mambo yanakuwa hayamwendei sawa sawa, kama ilivyo kwa binadamu mwingine yoyote, anajikuta na struggle, na bahati mbaya zaidi hiyo struggling yake huwa inamkuta kwenye michuano ya ndani. Lakini baada ya kufunga yale magoli pale Eswatini, confidence na morali ya Kibu imeamka sana. Mimi nategemea baada ya kutoka pale tutamshuhudia Kibu mpya kuanzia hivi sasa, na tarehe 26 utashuhudia. Utamuona Kibu mpya kabisa. Utamuona Kibu ambaye hujawahi kumuona. Utamuona Kibu mwenye ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu kinachomsumbua, unajua changamoto ya Kibu ni mtu ambaye anapenda kufanya vizuri. Kwa hiyo ikitokea hajafanya vizuri huwa inamsumbua kidogo psychologically. Sasa basi amefunga yale magoli mawili, hata ukimtazama nuru yake imeshabadilika, kwa sababu tayari mambo yameanza kuiva kwa upande wake, na nafasi atakazoendelea kupata atazidi kuimarika zaidi. Mimi naamini kabisa msimu huu tumemuona Shomari Kapombe kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za CAF. Msimu ujao usishangae kumuona Kibu Denis, gari yake imeshawaka. Absolutely. Kama wangekuwa wanatoa tuzo ya msemaji, nisingeingia kwenye kinyang'anyiro, ningechukua tuzo yenyewe, kwa sababu Afrika hii hakuna msemaji bora na wa maana kama mimi. Kwa kama hiyo tuzo ingetolewa na CAF, nisingeingia kwenye kinyang'anyiro. Yani CAF angetangaza mtu huyu mmoja tu, bana msemaji bora ni huyu, tarehe fulani anakuja kupokea zawadi yake $50,000. Sifananishe kifo na usingizi wewe. Mimi sifananishwi na kiumbe mwingine yote.